Kama unaona naomba tusalimiane hewani. Salimiane hewani na tupate kuomba. Mungu wetu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, tuko miguuni pako masaa haya jioni, tukilitukuza jina lako, maana ni jina juu ya majina yote. Asante Kristo Yesu kwa sababu imekupendeza kutukusanya jioni ya leo kama masalio yako, ili kuweza kuisikia sauti yako tu. Wewe Mungu mkuu, nena nasi jioni ya leo. Pendezwa Bwana kuendelea kutufundisha. Pendezwa Bwana kututia nguvu mpya. Pendezwa Bwana kuruhusu Roho wako akaendelee kuwa pamoja nasi. Pendezwa Bwana kubadilisha maisha yetu ya kihuduma ulizotuitia. Pendezwa Kristo Yesu kunitumia kama chombo chako kwa ajili ya utukufu wako. Baba, niseme nini ili kuingia malangoni mwako na kukushukuru kwa sababu ya nafasi hii uliotukirimia. Hivyo Bwana, tenda leo mapenzi yako Jehova, nikapungue ukaongezeke ndani yangu. Yale yaliyo yangu yakapotee, Yesu Kristo ukasikike ukaonekane. Wewe Mungu wa kweli, jitukuze ndani ya revival hii Baba. Tukiomba Yesu, isiwe ni kawaida kukusanyikana. Ukasema utakusanya mbegu ya Yakobo bure. Hivyo Bwana, timiliza kusudi lako na lengo lako la kutukusanya jioni ya leo. Na Baba ukatukuke, maana tuko hapa kwa ajili yako. Na haya tumeomba kwa imani, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Na mtu aseme Amen. Patia Bwana Yesu sadaka nzuri ya makofi. Amen. Nimeokoka jioni ya leo. Kristo Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Jina langu naitwa Beatrice Kanyanga, na kwa neema ya Mungu ni mchungaji katika kanisa hili la Anglikana Dayosisi ya Mombasa. Ikiwa kwa neema ya Mungu natumika pale Cathedral, na nipende kwanza kumshukuru Mungu kwa sababu kuona ni vyema ya kwamba tukaweze kukaa juma hili tukifundishana. Na pili ni mshukuru mtumishi wa Mungu ndani ya nyumba hii pamoja na wachungaji walioko na wazee wote wa kanisa kuona ni vyema ya kwamba mimi nije nikaweze kuwa mwalimu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nimekuja kwa sababu nimetii sauti ya Kristo Yesu. Maana nimetumwa hapa na Kristo Yesu. Haleluya. Ni mama wa watoto wawili na mke wa mume mmoja wa jinsia ya kiume. Na nipende kuleta salamu zake, maana aliniruhusu nije hapa. Kwa hivyo naomba mpokee tu salamu zake. Haleluya. Na sasa bila kupoteza wakati, kifungu nilichopewa ilikuwa ni Matendo ya Mitume 2:17. Na katika mada hii tutaendelea kuiunganisha pamoja na mada ya dayosisi hii ambayo inasema tuwe jamii ambazo Bwana zinamlenga Kristo Yesu peke yake. Na ukisoma mstari huu, Acts chapter 2 verse 17, this is what the Bible says. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Bwana Yesu asifiwe. Tumesherehekea Pentecost juzi na nguvu za Mungu zikatushukia na tukatumwa twende tufanye huduma ya Kristo Yesu. Na sasa hapa unaposoma maandiko haya, the text introduces us to a picture of a number of people. It mentions sons, daughters, young men and old men. So Acts 2:17 is Apostle Peter's sermon fulfilling the prophecy that was spoken earlier on by Prophet Joel in Joel 2:28-29. And categorically, when you look at it, it sounds as if Petro was speaking to families that were there at that particular moment. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia hasa, it gives us a picture of a family
that a family is a sacred place before God. It is a divine design that God made it for himself. No wonder he speaks of sons, your daughters, young men, old men. Bwana Yesu asifiwe. And somebody would be asking, why did he say that there will be an outpouring of the Holy Spirit? Outpouring, yani anamwagika. Roho Mtakatifu anamwagwa juu yetu. Ni kweli yuko. Lakini round hii hata kuwa vile tumemzoea, bali anamwagwa. Haleluya. Kitu kinachomwagika ni kwamba hauwezi kukizuia. Kitu kinachomwagika ni kwamba hakina kipimo. Kitu kinachomwagika ni kitu kinachotosha. Haleluya. Sasa sijui wewe na mimi umejiandaa vipi ili kupokea huyu roho ambaye Mungu ameona ni vyema kufanya nini? Kumwagwa juu yetu wiki hii. Na ni kwamba unaposikia neno kama ile ambalo limeletwa kwetu, kumaanisha there is a need. Mungu ametuangalia akaona batteries ziko low. Bwana Yesu asifiwe. Batteries are low and they need to be recharged. Kuna battery ya mtu hapa sahi inasoma 2%. Ikiwa 2% haitafika usiku, itazima njiani. Sasa niseme ya kwamba Roho Mtakatifu ametupendelea ya kwamba hatutazima. Maana Roho yuko ili akaweze kuturecharge. Maana amemwagwa ya kwamba kile kilikuwa kimezimika ndani ya maisha yetu, Bwana kakiamsha tena na tukapata uvuvio mpya. Bwana Yesu asifiwe. One thing we can attest, ya kwamba it is only in a family setup that we qualify to be partakers of the power of the Almighty God. And in a family setup, kila mtoto anazaliwa na kipawa chake. Huenda wewe ni mwalimu, ukazaa mtoto ambaye si mwalimu lakini ana kipawa hata kukuzidi wewe. Na ndiposa hapo unaambiwa outpouring ni kwamba kila mtu atapokea kile kilichoko chake. Kwa hivyo kumaanisha wewe usinione ukatamani changu, maana chako kiko. Bwana Yesu asifiwe. Unajua saa zingine unaweza kaa ukatamani kuhubiri kama Reverend Zaka, na ujui Reverend Zaka inamkosi namna gani mpaka kitambo aje alilete lile neno hapa. So usiombe maombi ambayo yatakugharimu na utaweza kuyatekeleza. Bwana Yesu asifiwe. So kile ambacho kilichoko chako ndicho hicho utakachopewa iwapo utafanya nini? Utamwamini. And why is Peter speaking about the family? The family serves a very important place in our lives. You can agree with me that our society currently is full of institutions. We have religious institutions, we have political institutions, we have social institutions. But amidst all of this, there is only one important institution, and this institution is the family setup. Bwana Yesu asifiwe. Manake katika familia, wakati familia itakapoazimia kumwabudu Bwana, hata wanapokuja St. Peter's, hatutakaa na wasaa mgumu wa kumuita mwana wa Mungu. Maana tayari mioyo yao iko tayari kumwabudu Mungu aliye hai. Wakati familia zimeazimia kumtumikia Mungu kwa upamoja, wanapoingia St. Peter's Nyali, hawatakuwa na wasaa wa kulazimishwa kutumika. Maana tayari wameanzia wapi? Nyumbani. And that is where the Holy Spirit should begin reviving us. Bwana Yesu asifiwe. Naona kitu ambacho kilimjia Mungu kuomba kwanza ni mwanadamu. Genesis 1:26 akasema na tumuombe na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Na hiyo bado Mungu haikutosha. Akaona huyu jamaa anafaa kuwa na mwenzake ndo aanze jamii na familia. Katika Genesis 2:18 tunamuona pia akisisitiza vile Adamu na mwenzake Eva
watakaa kuanza familia. So kile nataka kusema jioni ya leo, hata ukisahau yote, jua ya kwamba your family in most cases is the one that gives you the greatest support system and motivation in actualizing the ministry that is in you. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hajanisikia. Nasema your family, familia yako, that is your support system and motivation in you serving and exercising the giftings of the Holy Spirit. Kwa sababu gani nasema hivi? In most cases, your family will be the last place when everything fails you. Kweli uongo? Kila kitu kikikwama, ukirudi kwa familia yako, watakupokea na utaishi. Hallelujah. So that is the only place that you are sure. Kikiumana utarudi na utapokelewa. Kazi huenda zikaisha. Biashara huenda ikaisha. Your reputation inaweza ondoka. Pesa zinaweza zikaisha ukatafuta zingine. Lakini familia, it is irreplaceable. Na ndipo anasema ili Roho wa Mungu afanye kazi ndani ya kanisa la Mungu, ni sharti aanzie mahali. Na hapo mahali ni kwa familia. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu unaweza azimia to die for, is dying for your family. Maana kila mtu anaweza kutoroka, but your family will always stick together with you, irrespective and regardless of what you are passing through. Bwana Yesu asifiwe. So if you don't understand your family well, that is to say, you are building a catastrophe in yourself. And it's good to realize that family is important and it is very powerful. Mambo yakiwa mazuri in a family setup, you can preach and deliver. But when in the family setup things are not right, unaweza simama hapa, you have the word, na ukashindwa kudeliver. Kweli uongo? Bwana Yesu asifiwe rev. Si ni kweli? So when it is well with the family, it is well with us as preachers. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Mungu amekutunuku neema hii ya kuwa na jamii na familia, ipende na uitunze na ukaenende katika maadili yanayompendeza Mungu, kusudi huduma ya Mungu isiwe ngumu. Huduma ya Mungu kanisani inakuwa ngumu kwa sababu haijaanza kanisani, imeanza kule kwa familia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa zingine familia kule hatuishi vizuri. Sasa ukija hapa kwa nyumba ya Bwana, you displace that which you are passing through from your home. But when there is peace at home, there will be peace in St. Peter's Nyali. When there is revival at the family setup, there will be revival in the church of God. Bwana Yesu asifiwe. So tujue ya kwamba wapendwa, Mungu hakutupatia familia tu. Alitupatia familia akijua ya kwamba hapo ndipo chanzo cha kumwabudu yeye na kutekeleza makusudi tulioitiwa ya kiungu kwa ajili ya kuliadhimisha jina lake peke yake. Hata Kristo Yesu alikuwa na familia yake. Si alitumwa na Mungu babake duniani? Hata ukisoma Luka 4:16 to 20, when he speaks that the power of the Lord is upon me and he sets his agenda, kile ambacho amekuja kukifanya katika dunia hii. And even after sitting down and even doing the agenda that which he was sent to, the Bible says after everything he suffered, he died, and when he resurrected, where did he go? He went back to his Father. So every one of us has a family that you can call your own people. So wale watu usiwadharau. Bwana Yesu asifiwe. Maana pale ndio nguvu ya Mungu inatokana. Ni kwamba kama Wakristo, we have our own families, the physical one which is biological, na tuna ile the spiritual one, ambayo ndo the body of Christ, ambayo tumeletwa pamoja.
Na uzuri wa hii spiritual family ni kwamba ndio inaweza tu entertain na ujinga wetu na udhaifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ni kanisa tu linaweza kutu entertain the way we live, the way we behave, the way we look, the way we are. But no any other institution ambayo inaweza kukubali vile ulivyo. Kwa sababu gani? Tunaongozwa na Roho wa Mungu ndani ya kanisa, ambao umetupatia kiasi na jinsi ya kuingiliana na nyinyi, hata kama huenda sera zenu na zetu hazikubaliani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kanisani tu unaweza mkosea mchungaji na kesho ukamsalimia na akakusalimia akiwa na smile. Hamjawahi jiuliza kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tuna Roho wa Mungu ambaye anatuongoza na anatupatia kuvumilia. And if we excel in the family, 100% we will excel in the church of God. Anything that we build, it is built on Christ Jesus. That thing is full of the wisdom of God. No wonder Proverbs says that by wisdom, a family, a house is built. And by understanding, it is established. It's good to realize ya kwamba si ujanja wako na si ujanja wangu kuishi katika familia vizuri. Si ujanja wako unakaa na yule jamaa na hakuna siku amekupiga kofi. Si ujanja wako. Si ujanja wangu ya kwamba nimeishi na yule jamaa na hakuna siku ashawainishika sikio. Si ujanja wangu. By the way, wale ambao tumeoa na tumeolewa, ndoa ni za wajenga wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Najua hamtanielewa, lakini ndoa ni za wajenga wangapi? Wawili. Na unaona tukifungisha harusi unapewa cheti hata kabla hujaishi. Ukapambana wenyewe huko na ujinga wako. Sasa niambie, ni nani anaweza kufundisha katika huo ujinga isipokuwa ni Roho wa Mungu kufundisha vile utakaa katika ndoa yako. Na katika huo ujinga ndoa haina ujanja. The moment utakuwa mjanja katika ndoa, hapo ndipo tunaanza kudiffer katika opinions and we clash on everything that we speak with one another. But tukibaki na kale ka ujinga tu ndani yetu kakutusaidia kuendelea. Unajua kuna ujinga, kuna ujinga na kuna upumbavu. Sasa I'm speaking about ujinga. Maana upumbavu pia Mungu haupendi. Maana kale ka ujinga kadogo kanakusaidia. Ya kwamba hata kama ni wewe umekosa, out of kale ka ujinga kidogo unaweza sema nisamee. Yet ni wewe umekosea ama wewe muvioni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unafikiria wewe hiyo inataka hekima ama inataka uwerevu wa mtu? Hiyo haitaki uwerevu. Haitaki ujanja. Bwana Yesu asifiwe. So in that regard, we should always concentrate on the knowledge of God about us and about Him. Even in a family setup, we should not always be led by emotions, but let us also be led by the knowledge that we know that is working in our families for the glory of God. And if the outpouring of the Spirit will be meant for us, that we need as a family to continue to be Christ-centered. Because when we are Christ-centered, haya matatizo hatutayaona. And even when you read in the Bible, there were families that were Christ-centered. There were families that looked upon God in and out of season. Adam and Eve, Christ-centered family. God himself would come literally to worship with him in Genesis 3 and verse 8 to 9. Look the way Joshua states it in Joshua 24:15, that I and my house shall do what? Shall serve the Lord. Christ-centered family. Amidst idolatry, Joshua anafanya uamuzi ulio bora wa kuweza kuachilia vyote na kumwangalia Mungu yawe, ambapo watu wengine walikuwa wameazimia kuabudu miungu mingine. Look what Job, the Bible depicts a man of integrity. Hata katika yote aliyopitia, a family-centered man, full of the Holy Spirit and the godliness in him. He doesn't allow at any one time not to believe in God.
Na nikiongezea, unaona aliyesimama na Ayubu hata katika mateso yake yote ni mke wake. Japo mwisho aliongea upumbavu, she talked nonsense, but still alibaki akiwa na mume wake. Look at Abraham and Sarah. Their unwavering faith of believing God amidst all impossibilities and allowing the Spirit of God to work in them and fulfilling the promise that God had told them. What am I saying this evening? That we need to emulate the families that we do meet in the Bible. Look at Noah. In Genesis 6:8, the Bible records Noah as a righteous person. And being righteous, he found favor with God. And having found favor with God, his family, he is protected from the disaster of the floods, and it is saved. So it is good to allow the Holy Spirit to live in us. So what should we do if we are to receive the outpouring of the Holy Spirit? We need, first of all, to build our faith on the solid rock. And the solid rock is Christ Jesus. Ni sharti tujenge imani yetu juu ya mwamba, na huu mwamba ni Kristo Yesu. As an individual and as a family. Manake wokovu si partnership. Sungine nilikuwa nahubiri mahali nikasema wokovu ni sole proprietorship. Wale ambao tulifanya business na commerce tuliambiwa sole proprietorship, it's a one man business. So wokovu, it's a one man business belief. Ni wewe uamini. Si kwamba ubebwe na imani ya familia yako, ya mke wako, ya mume wako. Ni wewe uamini. Na unapoamini, ukiri ya kwamba umeokoka, basi hapo you are allowing the grace of God to continue reigning and ruling in your mind. And the only way to keep building this faith on Christ Jesus, the Bible says that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So it is not a one-day thing. You keep hearing until it is internalized. After it is internalized, then you become mature in Christ. And remember, there is no way out we can please God other than faith. Hebrews 11:6 says, it is impossible to please God without faith. So the number one thing that we should do, we should yearn to believe in Christ Jesus. Have faith in him. Kwa sababu hii roho haiwezi enda tu kwa mtu ambaye amwamini Kristo. Ni umwamini kwanza, and you have the right relationship with him, so that you can have the access of his grace and his gifts that operates in us to be exercised in you. And why do you think it is so? It is so because Romans 8:19, the Bible says that the world is eagerly waiting for the manifestations of the sons and daughters of the Most High God. The only way to manifest the works of God is only by faith. There is no any other way. Hakuna njia nyingine, bali ni imani tu ndio inatufanya tuweze kufanya kile ambacho tumeamriwa kufanya na Kristo Yesu. Ukitoa neema ya Mungu ndani yangu, nitabaki debe tupo, sitafanya chochote. Hata wewe uko vile ulivyo, kama unamwamini Kristo, kwa sababu ya neema ya Mungu inayofanya kazi ndani yako. Neema ya Mungu ikitoweka, mpendwa, hakuna kitu unaweza fanya. There is nothing we can do without Christ Jesus. Tunamhitaji Kristo Yesu kwanza. Ndio sasa tutamani huyu roho wa Mungu atushukie na aendelee kudhihirika. Wengine ufikiria roho wa Mungu ni wa kanisa la Pentekoste. Hapana. Kuna roho wa Mungu Anglikana. Katika Anglikana nimekaa nikasavu, nikaona mapepo yakitoka, watu wakiokoka, watu wakikombolewa, watu wakifunguliwa, kwa sababu roho wa Mungu yupo. Na hata kama angekuwa hayupo, tusingekuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Shida ni kwamba hatuamini. The problem is our faith in him. We are always doubting God. We are always unstable. We are always double-minded. And remember what James says,
that a double-minded person is unstable in all what he does. So inaweza kuwa tunapokuona hivi wewe si mlevi, lakini katika ulimwengu wa kiroho wewe umelewa, tena umelewa chakari, hata kusimama uwezi. A double-minded person because of unbelief. Remember, unbelief ilimzuia hata Kristo Yesu kudhihirisha nguvu zake ndani ya mji wa kwao. Mtu shujaa hodari amefanya miujiza kote Kapernaumu, watu wamefufuka, viziwi wamesikia, Bartimayo wameona, anarudi nyumbani kama shujaa, lakini watu wa nyumbani hawampokei, hawamkubali, hawamwamini, wakabaki tu. So huyu alikuwa ni mwana wa Yosefu. Na wanakumbuka vile pengine saa zingine Yusufu ameranda mbao hapo, ametengeneza stuli za watu, wengine wanadai kama mafundi wa siku hizi, akikwambia njoo uchukue jioni, ukifika jioni na kupatia excuse. Na pengine akienda jioni alikuwa anampata Yesu ameachwa hapo na babake. And now they imagining huyu ndio mtu ambaye alikuwa akiacha na babake pale, ndio tunaambiwa hata amekuja kutuokoa. Hapana, haiwezekani. They refuse to believe in Christ Jesus. And the Bible records in Mark chapter 6 that na Kristo alifanya miujiza michache tu kwao nyumbani. Why is it that we have hindered the power of God to dwell and to do that which God intends in our lives? Because of unbelief. Unbelief imetupeleka pabaya, ya kwamba hata tunapokuombea ukiwa mgonjwa bado huamini kama utapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Na tena uzuri unakuja mwenyewe unasema mchungaji, nasikia vibaya niombe. Lakini tunangangana na maombi, unaomba mpaka unatoka jasho, unapangusa. Na kajamaa kumbe ndani anasema wewe omba, lakini nikitoka hapo kuna mahali nitaenda nisaidike. How many times have we failed the Spirit of God, not allowing him to take charge of us and to rule in us and to enable us to attest that there is a God who healeth, there is a God who delivers, there is a God who can transform. Unbelief imetuweka pabaya. Bwana Yesu asifiwe. Na hii haimpendezi Mungu kabisa. Why is it the Anglican Church imebaki vile ilivyo? Biblia ni ile ile. Shida iko wapi? Shida iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Shida iko kwa kutokuamini. Na hata kama tunaamini kwa muda mfupi tu, tena baadaye tunarudia our normal life. But faith is a lifestyle. We need to believe today, tomorrow, and even forevermore, because God is there and he changes not. Yuko vile alivyo jana, yuko vile alivyo leo, yuko vile alivyo kesho, hata na milele habadiliki. Lakini shida yetu ni nini? The mind. No wonder Paul siku moja kagundua siri hii. Akawaambia katika Romans 12 ya kwamba you need to be transformed in your minds. Maana hapo ndio shida iliyoko. Mawazo yetu hayajamconceive Mungu na yakamwamini fully. Mawazo yetu hayajamkubali Mungu. Na ndiposa unaona tunaomba na mambo hayawi. Maana anasema it will only be possible if we believe. But if we don't believe, we shall always be praying amiss. Na huo sio mpango wa Mungu. Tukaita roho wa Mungu hapa ashuke sahi. Hata watu waanze kuomba. Kuna wengine hawataomba, wataangalia wenzao vile wanaomba. Na mwingine ataanza kushangaa, na huyu anaomba namna gani? Kwa nini namfanya aombe hivi? Because you have not yet attested the power of the Holy Spirit in you. And the only way to open a door for the Holy Spirit to take charge of you is only by believing. Hatuna ujanja. Kanisa Anglikana hatuna sarakasi. Hatutakupatia fagio. Hatutakupatia chumvi. Sisi tutaomba katika jina la Yesu. Maana tunajua tukiomba kwa imani vinatendeka. Sasa imagine mimi nimechukua imani yangu nikaomba. Na hata saa zingine nikaenda extra mile nikafunga kwa ajili yako. Lakini yule mtu ambaye tumejinyima, tukashinda maombi, mimi na Luciana, kumbe huyo mtu hata imani hana.
alafu nalaumu. Wajua wachungaji wa Kianglikana hawana roho. Sasa ambaye hana roho ni sisi ama ni wewe? Bwana Yesu asifiwe. It's good tujite mkutano. Usisikana unaweza jiita mkutano peke yako. Usijite na mtu, jiite tu peke yako, jiulize maswali. Lakini mimi vile nilivyo na imani yangu kweli, ninamwamini Mungu wa kweli ama ninamwamini kikweli, ama am I doubting God? Why is it that this mountain has been here and haitoki? Ni nani apendaye kwamba uombe na kila siku unahitaji ni hilo moja na halijibiwi? Shida ni nani? Shida si Mungu. Shida ni wewe na mimi kwa kutokuamini kwetu. Bwana Yesu asifiwe. So sasa zingine hata tukiita altar call hapa, wao mnaona mimi altar call siendi. But let me tell you, there is a secret in this altar. Hatuwaiti hati kwa sababu muokoke tu. Hapa ni mahali pa Kristo Yesu. It is his dwelling place. Ninapokualika uje kwa altar call, nataka uje ni kuunganishe na altari hii. Mwenye altari ni kuunganishe naye ili shida zako ziweze kupata suluhu. Lakini sisi tukiita altar call, mtu anasema mimi sitaki kuokoka, sasa mimi sitaenda. You miss the privilege to be connected to the owner of this altar, because we are anointed. Na tukisema inakuwa. So tutapoita, hatuiti kubahatisha. Tunaita tukijua tuna nguvu ya Mungu ambayo ndio tunakuita wewe. We conduct you with the altar and the owner of the altar, so that it shall come to pass. But mara nyingi mmejideny hiyo right ambayo ni yenu kwa sababu ya kutokuamini. Bwana Yesu asifiwe. So leo, if we can take something home, ni kwamba tuchunguze imani yetu. Ndio sasa tunapoendelea kuazimia kujazwa na Roho wa Mungu, basi ni imani yetu iwe thabiti ya kwamba si mimi ninayekujaza, bali ni Kristo Yesu. Maana ukiniangalia mimi utakuja, but ukiangalia Kristo Yesu, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yako, unaposikia altar call utakimbia hata pasipo wimbo kuimba hapa. Maana unajua kile unakuja kupata hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tusimame kwa miguu yetu. Sijui ni nini kimekuwa kikizuia na kukuzuia wewe imani hii isiwe thabiti ndani yako. Wagalatia 5:17 inasema ya kwamba kila mara mwili unapigana na roho. So hivi viwili, they are always parallel. Hakuna siku vitapatana katika njia moja viende kwa umoja. Maana roho inapotaka, mwili nao hautaki. Paulo pia akasema ya kwamba ninachotamani kukifanya najipata sikifanya, na kile natamani nisikifanye najipata nimekifanya kwa sababu ya mwili huu, the fallen nature of humanity. But this evening I want to invite us that kuna Mungu aliyejaa neema, kuna Mungu anayesamehe, kuna Mungu wa second chance, kuna Mungu ambaye amekuona wewe na mimi ambao battery zetu ziko very low, ya kwamba nataka kuzirecharge tena. Atakaye zirecharge si mimi, bali ni yeye. Umejua vile umetembea na Mungu tangia Januari mpaka mwezi wa 6 huu, in as much as others are rejoicing, wewe hata unashangaa wana rejoice nini? Maana kuna kitu unaweza shuhudia kwamba Mungu amekutendea. Revival hii anza mwanzo mpya na Kristo Yesu. Kwanza tengeneza mahusiano yako na Kristo. Be in a good relationship with him, and I'm telling you, you will never go astray with Christ Jesus. So tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, mimi nimetumwa tu na Kristo, na nataka niwasilishe ujumbe niliotumwa ya kwamba there is a second chance. We can go back to God and tell God we are here. Begin with us. Begin afresh with us. Walk with us this journey. Kwa sababu bila wewe Yesu hatutaweza. So nasema tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, unajua mahali umetembea na Mungu. Unajua vile imani yako imetatizika kwa sababu ya changamoto unazozipitia. Umeacha kuangalia Kristo Yesu, ukaangalia hali ambazo zimekuzunguka.
na hizo zimekunyima kupata breakthrough ndani ya changamoto hizo. Chukua wasaa tu, mwambie Mungu, ninakuja miguuni pako, nisamehe, unitakase, unikubali tena ya kwamba mimi ni mwana wako, wewe ni Mungu wangu, sina mwingine wa kukimbilia, sina mwingine wa kumwambia, sina mwingine wa kuamini isipokuwa ni wewe tu. Baba, ninakuja, nisamehe, nitakase kwa damu yako ambayo inatuosha, ambayo unasema ya kwamba hata kama dhambi zetu ni nyekundu kama damu, wewe uko kutusamehe tunapotubu. Baba, tunatubu, maana tujaenenda kulingana na imani uliotukirimu. Tumeenda kwa ajili ya mawazo yetu wenyewe, tumeenda kulingana na hali tunazoziona, tumeenda kulingana na changamoto tunazozipitia, na Baba, tukakosa kukuangalia wewe, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Yesu, ninajua wewe ni Mungu unayetenda jambo jipya. Tendea mtu jioni ya leo, badilisha hali yake Yesu, badilisha mind ya mtu Baba, badilisha mawazo yake, badilisha taswira anayoiona kukuhusu Bwana, ya kwamba akajue wewe ni Mungu uliyemuumba kwa mfano wake, na ya kwamba unakusudia kumtenda mema. Hata Bwana, tunapoendelea kujiandaa kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu, hatutaweza hii pasipokuwa na imani. Baba, ongeza imani yetu ndani yako Bwana. Chochote ambacho it is a hindrance, Lord, for us to believe in you, Baba, tunaking'oa ndani ya anga zetu katika jina la Yesu Kristo. Tunang'oa kila anga inayozuia maisha yetu kukuamini wewe. Tunang'oa kila hali zote zilizosimama kinyume na imani yetu katika jina la Yesu Kristo. Na sasa Baba, neno lako linasema katika Wakolosai 2:15 ya kwamba at the cross, Lord, you nailed every principalities of unbelief. We nailed them by the blood of Jesus, in the name of Jesus. Lord, have your way. Ukajitukuze Bwana ndani ya wapendwa hao, na Bwana ukaendelee kuinuliwa katikati yetu. Asante Kristo, kwa sababu unaweza. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukishukuru, na mtu aseme amen.